Yanga hii ni balaa, ndio unaweza kusema hivyo kutokana na kile ambacho walikionyesha katika mechi ya leo hii dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, watani zao wa jadi, ikiwa ni ya kuashiria msimu mpya 2026-2027, mechi ya ngao ya jamii. Wananchi Yanga wakiibuka na ushindi wa bao 1-0, bao lilofungwa na mchezaji wao mpya kutoka Zambia, MVP wa Zambia Albert Kangwanda, akitumia vyema krosi kutoka kwa mchezaji alikuwa kwenye kiwango bora sana leo hii, Shadrack Isaka Boka, ambaye naye alipata mpira uliomwezesha kupiga cross nzuri kutoka kwa Maxim Pia Nzengeli aliyewaka sana katika mchezo wa leo hii. Yanga mpaka mechi inakamilika wameshinda kwa bao 1-0 na hivyo kujitwalia ngao ya 10 katika tangu kuanza kwa utaratibu wa kupiganiwa kwa taji hili la kuashiria mwanzo wa msimu, huku watani zao wa jadi Simba wakibaki kuwa na ngao 7 la ngao kabla ya kuanza kwa msimu mpya. Ni mechi kali kama ilivyotarajiwa. Ni kwamba timu zote mbili kufikia leo hii hazikuwa zimetrain vya kutosha. Wachezaji wake wengi walioripoti hivi karibuni baada ya kutambulishwa kama wachezaji wapya wanaungana na wazamani kwa ajili ya msimu wa 2026-2027, lakini bado uchezaji wa Yanga chini ya kocha Mangoba Mngiti unaonyesha kana kwamba kama mwanzo wake ndio huu, akiwa bado hajakaa vya kutosha na wachezaji wake, basi huenda kukawa na mambo mazuri kwa Yanga endapo tu wataendeleza kile kizuri walichokionyesha leo hii dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kwa Simba katika mchezo wa leo hii, miongoni mwa mambo ambayo bila shaka kocha Steve Baka na wasaidizi wake kina Suleiman Matola watakachotakiwa kufanya ni pamoja na kutafuta namna ya kuweza kuongeza makali katika eneo la mwisho, na hasa pale wachezaji wao nyota kutokea maeneo ya pembeni Libasege na Niseura wanapokuwa wameshikiliwa, lakini pia Kileso Makhalwa. Ilikuwa vipi? Ni kwamba kabla ya bao la dakika 31 hilo la Albert Kangwanda akiunganisha kwa kichwa, Yanga ambao kikosi chao kilianza kwa mfumo baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wawili wakabaji, 3 washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Vivyo hivyo Simba waliingia na mfumo huo walau kwenye makaratasi. Lakini dakika 15 za kwanza ni Simba ndio walionekana kuwa wepesi zaidi, wakimiliki mpira zaidi, huku Yanga wakitumia muda mwingi kuzuia, wakiwa na idadi kubwa wachezaji wao katika eneo la kujilinda, akiwemo Maxim Pia Nzengeli, Albert Kangwanda, Hussein Zakwani miongoni mwa wale walioanza na kulazimika kuwa wanazuia zaidi badala ya kufanya kazi kubwa ya kutafuta mipira kwenda kumlisha mshambuliaji wao kinara ambaye ni Peter Shalulile. Lakini baada takriban dakika 15 kuelekea 20 Yanga wakabadilika, wakautoa mchezo, wakati Simba ndio walikuwa kimiliki mpira zaidi, lakini sasa wakawa wao Yanga ndio wanaomiliki zaidi. Matokeo yake dakika 31 wakatumia vyema umiliki wao wa mpira kwa kufunga bao hilo lililotokana na shuti la kwanza kulenga shabaha kwa Yanga katika mchezo wa leo hii. Lakini mpaka mapumziko Yanga wakawa bado wakimiliki mpira zaidi kwa 56%, ili hali wekundu wa Msimbazi Simba 44%. Mpaka mapumziko Yanga walikuwa tayari wameshapiga mashuti 3, moja likilenga shabaha ndilo lile lililokwenda wavuni, mpira wa kichwa kutoka kwa Kangwanda. Lakini kwa wekundu wa Msimbazi Simba mpaka mapumziko, licha ya kwamba mwanzoni mwa mchezo ni wao ndio waliomiliki zaidi mpira, kufika zaidi katika eneo la Yanga, lakini Simba haikuwa na shuti lolote, sio tu la kulenga shabaha bali hata la kwenda nje. Katika kipindi cha pili mabadiliko kadhaa yalifanywa kwa Simba, ikiwamo kutolewa kwa Mwamba Lusaka Cletus Chota Chama, kuingia kwa Eli Pazu Kibisawala, kutoka kwa mshambuliaji wao kinara katika leo hii, siku ya leo hii, Ibrahim Dumbia, lakini pia kuingia kwa kina Anthony Mligo, kuingia vile vile kwa Morris Abraham na kuingia kwa Bakari Msimu. Bado Yanga waliendelea kuwa imara mpaka mechi inaelekea mwishoni. Kwenye dakika 72 Yanga bado ilikuwa ikimiliki zaidi mpira kwa 56% dhidi ya 44 za Simba, lakini ni Yanga ndio ambao walikuwa wakionekana wakienda kwa mpango zaidi kwenye lango la Simba. Wakati huo wanaposhambuliwa wao wanakuwa na idadi kubwa kwenye eneo lao, kiasi ya kwamba kuwafanya wachezaji wa Simba eneo la ushambuliaji, hata wale waliokuja kuingia kipindi cha pili, bado walikuwa wanapata kazi ngumu kumfikia Djigui Diarra. Katika mchezo wa leo hii Simba walipiga shuti la kwanza la kulenga shabaha katika dakika ya 89. Tena ni mpira wa kichwa kutokana na harakati za mpira wa kona, ambapo mtokea benchi Bakari Msimu ndiye aliyepiga kichwa hicho, lakini Djigui Diarra akaucheza mpira huo na kuwafanya Yanga waendelee kuwa salama mpaka mechi inakamilika.
Yanga walionekana kuwa juu zaidi, hasa katika nyakati zote kwenye kushambulia na kuzuia, na matokeo yake wakapata ushindi waliostahili wa bao 1-0. Miongoni mwa mambo makubwa katika mchezo wa leo hii, mbali na lile bao la Kangwanda ambaye anaanza vyema kuitumikia Yanga katika mechi rasmi tangu hatua akitoka nchini Zambia ambako alikuwa MVP, mchezaji bora wa msimu katika ligi kuu ya Zambia msimu wa 2025-26, lakini tukio lingine ni pamoja na dakika ya 80 wakati video support kwa mara ya kwanza ilipotumika katika mpira wa miguu nchini. Hii ni teknolojia ambayo inaruhusu mwamuzi pindi anapoitwa na benchi la ufundi la timu yoyote ile kwenda kuangalia jambo ambalo anatilia shaka juu ya uamuzi wake, basi huangalia marejeo ya picha za video na kisha kutoa uamuzi. Katika dakika ya 80 Simba waliona kana kwamba kuna faulo ilichezwa na Peter Shalulile wakati akiosha mpira, kwamba mpira ulikuwa wa maeneo ya juu, na hivyo kumtaka mwamuzi Ahmed Arajiga kwenda kuangalia marejeo ya picha za video ili kujiridhisha, maana waliona kana kwamba pengine ilikuwa ni faulo na hivyo kustahili mkwaju wa penalty. Hata hivyo, Arajiga alipokwenda kutazama aliona kana kwamba Shalulile alicheza mpira na wala hakumgusa mchezaji wa Simba katika mpira huo, na hivyo akatoa tangazo, akatoa taarifa kama vile ambavyo huonekana marefa wa nchi za nje hasa kwenye kombe la dunia, kwamba anawaambia watazamaji uwanjani juu ya uamuzi wake. Akaeleza wazi kwamba defender, mlinzi, hakuwa amecheza mwili wa mchezaji wa Simba, bali alicheza mpira vizuri na kuosha, na hivyo hakukuwa na mkwaju wa penalty. Kumbukwe, video support hutumiwa pale tu panapohitajika kutokana na benchi la ufundi la timu yoyote kati ya mbili zinazoshindana. Kila mmoja hupewa nafasi 4 wanapoomba jambo kupitiwa na mwamuzi. Mwamuzi akijiridhisha kwamba maamuzi yake yalikuwa sio sawasawa na kwamba mwito huo ulikuwa sahihi, basi hubatilisha uamuzi wake wa awali aliyokosea na kufanya uamuzi sahihi, huko zile nafasi 4 wanazopewa kila timu zinaendelea kubaki kwa timu husika. Lakini pale inapobainika kwamba wito wa kumtaka mwamuzi akatazame juu ya tukio husika, halafu mwamuzi akabaini kwamba alichoamua ni sahihi, basi zile nafasi 4 inapungua, mojawapo zinabaki 3, kukiwa na makosa mengine inapungua nyingine na nyingine na nyingine. Lakini pale ambapo mwito unatolewa na mwamuzi anagundua kwamba kweli kulikuwa na makosa katika maamuzi, basi zile nafasi 4 zinabaki, yote ikiwa ni harakati au jitihada za mamlaka za mpira wa miguu nchini, TFF, bodi ya ligi, kuhakikisha kwamba inapunguza makosa ya kibinadamu ili washindi wapatikane kwa haki. Mwisho wa siku, mwamuzi Arajiga kwa kiasi kikubwa leo hii alikuwa vizuri katika maamuzi yake mengi, na Yanga wakapata ushindi waliostahili wa bao 1-0, hasa kutokana kwa namna walivyokuwa wakicheza, kwamba wanapokuwa timu ya pili pale Simba wanapomiliki mpira, basi wote kwa pamoja hurejea nyuma, akiwamo mshambuliaji wa kinara Peter Shalulile, kama katika tukio ambalo alionekana akiokoa mpira ndani ya 18 kiasi ya kwamba lau kama angekuwa amemgusa mchezaji wa Simba kabla ya kucheza mpira huo, ingekuwa mkwaju wa penalty hiyo katika dakika ya 80. Lakini jitihada nyingine au tuseme uimarikaji mwingine wa Yanga leo hii, ingawa timu zote mbili bado hazijajipata kwa sababu ndio kwanza msimu unaelekea kuanza, ni kwamba Yanga katika kipindi cha pili, kwa mfano, alipoingia Sheikh Ibrahima Tohe akitoka Hussein Zakwani, alikuwa miongoni mwa walioanza kama viungo watatu washambuliaji. Yanga walitoa fursa kwa Peter Shalulile kushambulia zaidi kutokea pembeni, na hivyo kutoa nafasi kwa Maxim Pia Zengeli, alikuwa kwenye kiwango bora sana leo hii kucheza katika nafasi nyingi uwanjani, na hivyo kuinufaisha Yanga katika maeneo mengi. Kwenye kuzuia Max alipatikana, kwenye ubunifu eneo la kati alipatikana, kwenye kushambulia pia Maxim Pia Zengeli alipatikana. Yanga wakapata ushindi huo, sababu mojawapo ikiwa ni kiwango bora cha baadhi ya wachezaji wake ndani ya mchezo wa leo. Bakari Nondo Mwamnyeto nahodha alikuwa kwenye kiwango bora sana. Ibra Baka, Kipao Jigidiara katika kuwapanga na kucheza lile shuti mojawapo la dakika 89 alopigwa na Msimu kwa kichwa, lakini pia mabeki wa pembeni Kwasi Atula yao wote performance. Shadrack Isaka Boka vivyo hivyo, Maxim Pia Zengeli, Peter Shalulile, hasa pale timu inapopoteza mpira na kuzuia, yeye kama mshambuliaji alikuwa akirejea, lakini vivyo hivyo Mudathia ya Bas, na hata alikuja kuingia kipindi cha pili Alan Okello aliendeleza kile ambacho wenzake walikianza katika kuifanya Yanga iwe imara sana, eneo la kati kukiwa na Zuke Oga Abuya. Kwa Simba maeneo mengi walicheza vyema, lakini Yanga walikuwa vizuri zaidi, lakini kasoro kubwa kwa Simba ilikuwa katika eneo la ushambuliaji, ambapo shuti la kwanza kulenga shabaha la dakika 89 kutoka kwa Bakari Msimu kutokea benchi ni ushahidi juu ya namna ambavyo kocha Steve Barker na wasaidizi wake wanapaswa kulifanyia kazi eneo hilo ili kutimiza
ndoto za Simba kwa msimu wa 2026-2027 kwamba watoe taji la ligi kuu Tanzania bara, watoe kombe la muungano, watoe kombe la shirikisho la benki ya CRDB, lakini pia wafike mbali zaidi katika ligi ya mabingwa barani Afrika na sio kuishia hatua ya makundi kama msimu uliomalizika 25-26 ambapo Simba walimaliza nafasi ya mwisho kwenye kundi lao lililoongozwa na Stade Malien na kisha Esperance de Tunis iliyoshika nafasi ya pili na Petro Atletico iliyotoa nafasi ya tatu, Simba wakiwa mkiani. Lakini kwa ujumla wake ilikuwa ni mechi nzuri, mechi ambayo inawapa nafasi makocha kuboresha katika maeneo yote uwanjani kwenye kushambulia na kuzuia kabla ya kuanza kwa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2026-27, mechi ya leo hii ikiwa ni kiashiria cha kufunguliwa kwa pazia la ligi kuu. Itakuwa vipi katika ligi kuu na mechi nyingine rasmi baada ya kufunguliwa kwa msimu wa 2026-2027? Ni swala la kusubiri na kuona. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.